Serikali kwa kushirikiana na shirika la maendeleo ya watu wa Uturuki TIKA wamehitimisha mafunzo ya utayari ya kukabiliana na maafa kwa watumishi wa utoaji wa huduma za afya na vyombo vya usalama, hii ikiwa ni moja ya hatua ya kuzidisha nguvu ya kukabiliana na maafa pindi yanapotokea. Katika hafla hii, mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri wa Wizara ya Afya Mheshimiwa Godwin Mollel, ambaye alimwakilisha waziri wa afya Mheshimiwa Jenista Mhagama. Alipowasili, alipokelewa na maonyesho kutoka kwa wahitimu hao juu ya mafunzo waliyoyapata. Baada ya maonyesho hayo, Waziri Mollel alizungumza na kusema mafunzo hayo ni mwendelezo wa kazi ambazo zimekuwa zikifanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali kwa ujumla zinazowagusa Watanzania moja kwa moja. Huu ni mwendelezo wa kazi nzuri ambazo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amezifanya kwenye sekta ya afya, na ni mwendelezo wa kazi zile ambazo Rais wetu amezielekeza na zinamgusa kila mtu, ambazo zinawahusu wa Tanzania moja kwa moja. Na huu mwendelezo wa kazi hizi ndizo ambazo kiukweli zinafanya wenzetu wapinzani waogope wengine na kukimbia uchaguzi, kwa sababu kila doti ya hatua tunayoifanya na kila doti ya senti na shilingi ambayo inaingia Tanzania, aidha imetoka kwa wadau au imetoka serikali kuu kwa maana ya kodi za Watanzania, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anahakikisha inaenda kumgusa moja kwa moja yule muhitaji. Na leo hapa tumekaa na wamekaa wataalamu wakishirikiana na wenzetu kutoka Uturuki. Na moja ya kazi inayofanyika hapa ni kwamba ni kuongezea ubora wa kazi kubwa ambayo tayari rais wetu ameshaifanya. Rais wetu amefanya kazi kubwa sana kwenye eneo la ujenzi, kwa maana ya kuweka miundombinu kwenye huduma za afya, lakini kwenye huduma za dharura, lakini amefanya kazi kubwa sana kwenye kuwekeza teknolojia kwenye eneo la afya kwa ujumla, lakini pia kwenye eneo specifically la dharura. Na leo wako wataalamu hapa ambao wanatokea eneo pekee lile la dharura, kwa sababu tumekuwa na facility nzuri kuanzia taifani mpaka tunafika kwenye vituo vyetu kule chini wilayani. Lakini imegundulika pamoja na uwekezaji mzuri sana ambao rais wetu ameuwekeza kwenye teknolojia, lakini kwenye miundombinu kuna maeneo ya nchi ambayo bado elimu ile haijafika vizuri, kwa sababu teknolojia ni jambo moja, miundombinu ni jambo lingine, lakini uelewa wa wataalam ni jambo lingine. Yes, wakati teknolojia hizo zinanunuliwa, wakati miundombinu nawekwa, walijengewa uwezo wataalamu wetu kuanzia ngazi ya taifa mpaka kwenye vituo vyetu kule wilayani. Lakini kila siku serikali inaajiri. Kama mnakumbuka, kwa mwaka huu wameajiriwa zaidi ya watu 28,000 ambao nao hao wanatakiwa kuingizwa kwenye mfumo wa kuwa na mafunzo ili inapotokea dharura yoyote waweze kukabiliana. Kwa hiyo hii ni timu ya kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya watu wa Uturuki hapa nchini Tanzania, Filiz Sahins, amesema mafunzo hayo yameweza kuongeza mshikamano na ushirikiano wa kweli, na mafunzo haya ni hatua nyingine katika juhudi za kujenga nguvu imara. Wiki hii tumeshuhudia sio tu kubadilishana ujuzi na maarifa, bali pia mshikamano na ushirikiano wa kweli. Tunapokamilisha wiki hii ya mafunzo hapa Dodoma, napenda kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja aliyeshiriki na kuchangia mafanikio ya programu hii. Zoezi la leo la mafunzo kwa vitendo limeonyesha kwa nguvu ni nini kinaweza kufanikishwa taasisi na watu wanaposhirikiana kwa lengo moja. Tangu maandalizi ya mwanzo hadi siku ya mwisho, kujitolea na michango wa wakufunzi, washiriki, taasisi za ndani na washirika wa kimataifa umekuwa thamani kubwa. Sorry.
Mafunzo haya ni hatua nyingine muhimu katika juhudi zetu za pamoja za kujenga mfumo imara wa kukabiliana na dharura nchini Tanzania. Naitwa Dr. Saidi Kilindimo, ni mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Leo hii tuko katika Benjamin Mkapa Hospitali kama ni kituo tu cha mafunzo. Lakini lengo ni wilaya au mkoa wa Dodoma kutambulisha na kuendeleza mafunzo kwa ajili ya kujikinga na masuala ya dharura na ajali. Swali mtu anaweza kujiuliza, kwa nini tumejikita kwenye hilo wakati chuo kikuu ina mafunzo mengi tu kwa ajili ya afya? Lengo ni kwa sababu kwanza, ukiangalia takwimu sasa hivi, masuala ya majanga na ajali yameongezeka nchini kwetu. Hatuna budi kama serikali kupitia taasisi zake kuwa na mbinu mbadala zenye ubora na ufanisi kuweza kukabiliana na majanga. Kwa namna hiyo, lengo la mafunzo haya ni kuwafundisha wataalamu wetu wa afya, lakini kama mnavyojua kwenye majanga sio tu wataalamu wa afya wanaohusika. Vikosi vya ulinzi na usalama, vikosi vya uokoaji na zimamoto wote wanashiriki. Kwa mafunzo yetu haya yalikuwa jumuisho wa vikosi vyote ambavyo vinashiriki kwenye maafya vimepata mafunzo, na hii ni lengo moja tu, lakini katika jitihada za serikali mafunzo haya tunataraji kuendelea katika mikoa yote, wilaya zote kuwa na utayari wa namna hii. Na hii ni Uhondo TV na mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi.